Naam, wana ukuu wa Mwafrika. Hapa ni Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, akiwa anawasili katika nchi ya Urusi huko Moscow, katika mwaliko aliouitikia wa mtaalam Vladimir Vladimirovich Putin aliyomwalika katika maadhimisho ya miaka 80 ambayo huwa yanaadhimishwa kila tarehe 9 ya mwezi wa 5 ya kuwasherehekea wale mashujaa au wazalendo wa taifa la Urusi waliopambana kwa ajili ya kumuondosha dikteta Adolf Alois Hitler, ambaye wanasema waliondosha unazi wa miaka hiyo. Sasa hii inakuwa ni mara ya pili ya kuhudhuria kwa Captain Ibrahim Traore katika taifa hili la Urusi, kwa sababu mara ya kwanza tunakumbuka wakati ambapo alihudhuria wakati ule wa ile African Russian Summit ambayo ilifanyika katika taifa la Urusi pale Moscow, St. Petersburg, na hii inakuwa ni mara ya pili. Ni mwaliko ambao ameuitikia, tofauti na mialiko mingine ambayo amekuwa ikikataa, lakini mwaliko huu alialikwa na watu walikuwa wanasubiria sana. Kwa hiyo endelea kutufuatilia hapa wana ukuu wa Mwafrika, tutaendelea kukupa ratiba, tutaendelea kukupa update za bumper to bumper ni nini kinachoendelea huko katika nchi ya Urusi ya mtaalamu Vladimirovich Putin, ambaye na yeye tunamshukuru sana kwa sababu ya kuendelea kumsaidia ndugu yetu Captain Ibrahim Traore katika mapambano anayopambana kwayo katika kuhakikisha kuwa basi tunakuwa huru au taifa la Burkina Faso linakuwa huru, na yeye akiwa kama kiongozi kuondokana na ushawishi wa mataifa ya magharibi ambayo wamekuwa ni wanyonyaji. Na ukumbuke Traore siku zote amekuwa akiongea kuwa tunahitaji washirika, hatuhitaji wanyonyaji. Tunahitaji marafiki, hatuhitaji mabwana wakubwa wa kutuambia na kutupangia ni nini cha kufanya, kwa sababu ndani ya mataifa yetu ya Afrika haya, mataifa ya magharibi yanawadharau viongozi wetu, na kwa sababu na wao pia wamejiweka hivyo. Lakini ukumbuke mataifa ya magharibi haya ndiyo yanayowaandalia mikutano na semina na kuwapa bahasha zilizonona viongozi wetu, huku wakiwaita viongozi wetu ni watu ambao hawana maono. Ni kwa sababu ni mambo ambayo wamekuwa wakiyaongea kwa miongo kadhaa, wakiwashutumu viongozi wetu wa Afrika kuwa hawawezi kitu chochote, na Afrika haiwezi kusimama bila misaada na mikopo kutoka huko kwenye mataifa ya magharibi. Lakini mwisho wa siku Ibrahim Traore amekuja haya yote ameyafutilia mbali kwa kutafuta washirika na sio kuendelea katika njia ya wanyonyaji, ambao wanyonyaji hawa ni mataifa ya magharibi. Kwa hiyo miongoni mwa partners au miongoni mwa washirika ambao ni washirika wa nguvu, washirika wa ukweli, washirika ambao hawana tamaa ni Urusi, ambayo Urusi sasa kama nilivyokuambia, hii inakuwa ni mara ya pili ya mwamba Ibrahim Traore kwenda pale. Kwa sababu mara ya kwanza wakati ameenda, nikumbuke speech yake aliyoiongea, kwa sababu hii ndio inatufanya sisi wa Afrika tuendelee kujivunia Uafrika wetu na tuendelee kumjivunia sana Captain Ibrahim Traore kuwa anatuwakilisha vyema. Kwa sababu ninakumbuka wakati ule Vladimirovich Putin, rais wa Urusi, alitoa msaada wa chakula kwa mataifa kama 7 ikiwemo na Burkina Faso. Maana wakati ule ndio Traore alikuwa ametoka kupindua hivyo alikuwa ametoka kupindua ili taifa, lakini aliongea maneno mazito sana wakati viongozi wengine wa Afrika wakimshukuru Rais Putin kwa kuweza kutoa msaada. Yeye alishukuru, lakini akasema kuwa tunahitaji wakati mwingine tunapokuja tuje tumwambie tumefanya nini kwa hiki alichokifanya, kwa wema aliyoutenda, na sisi tumepiga hatua mpaka wapi, tumepiga hatua kiasi gani. Hatuhitaji kuja tena kuja kuomba chakula hapa kwa Urusi, tunahitaji kuwaambia au kumwambia Vladimir Putin tumepiga hatua kiasi gani. Haya alikuwa ni maneno mazuri sana. Sasa tukumbuke kuwa hapa katika hili taifa hili la Urusi, kama nilivyokuambia kuwa ni kila tarehe 9 mwezi wa
ni kila tarehe 9 mwezi wa 5 huwa wanasherehekea. Naomba nikupe taarifa hapa vizuri, nikusomee hapa. Asema Urusi inajiandaa kwa maadhimisho ya miaka 80 ya siku za ushindi dhidi ya Ujerumani ya Wanazi yatakayofanyika Mei 9, manake ni kesho, siku ya Ijumaa, katika uwanja wa Red Square jijini Moscow. Sherehe hizi ni kumbukumbu ya mchango wa Umoja wa Kisovieti katika kumaliza vita kuu ya pili ya dunia. Tayari mazoezi ya gwaride yameanza jijini Moscow, yakihusisha zaidi ya wanajeshi 12,000, magari ya kivita na ndege za kivita. Kando na wanajeshi wa Urusi, vikosi kutoka China, Myanmar na Korea Kaskazini pia vimeanza mazoezi rasmi ya kujiandaa na gwaride hilo. Viongozi wa mataifa kama China, Venezuela, Brazil, Cuba, Palestina, Serbia, Slovakia, Armenia na Azerbaijan wamethibitisha ushiriki wao. Hii ni mara ya kwanza kwa Korea Kaskazini kushiriki kwa vikosi vyake. Gwaride hili linatazamwa kama ishara ya mshikamano wa kijeshi na kisiasa kati ya Urusi na washirika wake katika kipindi ambacho mvutano wa kimataifa unaendelea kuongezeka. Kumbuka mojawapo ya washirika hao ni Ibrahim Traore kutoka huku Burkina Faso, lakini na viongozi wengine wale wawili kutoka mataifa ya Niger pamoja na Mali, kwa sababu hawa ndio washirika wa mojawapo wa taifa hili la Urusi. Sasa tukumbuke, turudi katika historia. Kwa nini wanaadhimisha haya? Ni kwa sababu ukumbuke vita vya pili vya dunia ambavyo vilitamatishwa mwaka 1945. Urusi alisaidia sana kumaliza vile vita, na inasemekana ni kuwa wanajeshi milioni 25 wa Urusi walipoteza maisha kwenye vile vita, kwa sababu kumbuka pia Adolf Hitler hakuwa mtu hivi hivi, alikuwa ni mtu ambaye yani jeshi lake lilikuwa sio kawaida, kwa sababu hakuwa peke yake. Ya Adolf Hitler, yani jeshi Ujerumani ilikuwa imeungana na Austria-Hungary, ilikuwa imeungana kipindi kile Austria-Hungary ilikuwa imeungana na Italy chini ya mtaalamu Benito Mussolini, lakini pia ilikuwa imeungana na Japan pia. Wakati upande wa pili kulikuwa na Ufaransa, kuna Mwingereza, kuna Urusi na kuna Marekani. Sasa kumbuka mwanzo kule, kwa sababu ujue hawa wazungu bwana, ikifika kwenye swala la maslahi la kusaidia atachukua hata adui yake, kwa sababu kumbuka Urusi na Marekani ni mahasimu wakubwa, lakini hapa ilibidi wasaidiane, na aliyesaidia kumaliza vile vita au kuondoa ule unazi alikuwa ni Urusi. Kumbuka huyu mtaalamu Adolf Alois Hitler, yeye mwanzo kabisa au nyuma kabisa kule aliingia kupigana vita vya kwanza vya dunia, na tunakumbuka vilianza 1914 mpaka 1918, na 1919 Versailles Peace Treaty ambayo ilifanyikia kwenye mji wa Versailles nchini Ufaransa, wakaanza kufanya evaluation, ni nani aliyesababisha hivi vita, wakaja kugundua ni Ujerumani. Kwa wakampa adhabu Ujerumani. Adhabu kwanza zilikuwa mojawapo ni kumnyang'anya makoloni. Mnakumbuka hata hii Tanzania kipindi hicho ikiitwa Tanganyika lilikuwa ni koloni la Mjerumani, lakini baada ya pale akanyang'anywa Mjerumani akapewa Mwingereza na makoloni mengine pia. Hiyo ilikuwa ni adhabu mojawapo, lakini adhabu nyingine ni kupunguza nguvu ya kijeshi ili asiwahi kufanya tena ukorofi wa namna hiyo. Tena adhabu nyingine anatakiwa alipe. Kumbuka vita vya kwanza vya dunia Marekani hakupigana. Marekani aliwakopesha pesa, akawakopesha na silaha hawa upande wa pili ambao wanapigana vita ya kuingia kupigana. Maana hapa ndio uchumi wa Marekani ulipanda sana, maana Urusi ndio alikuwa namba 1 kwa uchumi duniani. Kwa kwenye hivi vita sasa uweze kupigana vita ukaendelea kubaki ukiwa pale pale kwenye nafasi ile ile. Marekani hapa ndipo alipopanda akiwakopesha silaha pamoja na fedha. Kwa hiyo Ujerumani akaamuliwa alipe zile fedha, ni nyingi sana anazotakiwa kulipa, na hizi fedha zikilipwa moja kwa moja ziende zikalipe madeni haya ambayo sasa hawa Waingereza pamoja na Warusi na nani walikuwa wanadaiwa na Marekani ambaye alikuwa amewakopesha. Sasa wakati huo Adolf Hitler, kumbuka yeye hakuwa Mjerumani, alikuwa ni Austria-Hungary ambaye aliingia kupigana vita na alipata shida ya macho, amelala kitandani nafikiri muda wa miaka 2 hospitalini. Alafu alipopona anakuja naambiwa tumeshindwa vita. Yeye Adolf Hitler alichokiongea alisema kuwa we were not defeated, we were betrayed by Jews, kwa maana kuwa hatukushindwa hivi vita lakini tulisalitiwa na Wayahudi. Kumbuke
alipoanza kudili proper na Wayahudi. Sasa hiyo ni story nyingine. Kwa hiyo yeye akaamua sasa kupindua wale viongozi waliowekwa, na maana hao waligawa Ujerumani kama vipande vinne. Akaamua kupindua ule uongozi uliowekwa pale. Mwisho wa siku akakamatwa, akawekwa gerezani. Gerezani akaandika vitabu, laiti mkinichagua nitaifanyia Ujerumani 1 2 3. Na baada kweli, wa maana watu wamechoka, walipokuja kumchagua akaanza kutimiza zile ahadi na akaanza kudili na Wayahudi ambao sasa wao alisema hawafanyi chochote, wanatuangalia tu tukiwa tunapigana vita. Na baada ya hapo akaanzisha vita vingine vya pili mwaka 1939 akitaka kuichukua Poland iwe ni sehemu ya Ujerumani, na vita vikaingia kupigana. Baada ya Poland kukataa kwa sisi hatuwezi tukawa sehemu ya Ujerumani, basi vita vikaanza kupiganwa hapo. Maana kwanza kupiganwa vita ndio hapa wakaingia sasa na Urusi, sasa wakafanya kazi kubwa sana na hawa vijana wao. Kwa ndio maana Urusi imekuwa kila tarehe 9 ya mwezi wa 5 wanasherehekea kuwakumbuka wale mashujaa waliopambana kwenye vile vita. Kwa hiyo ikiwa kama sehemu mojawapo pia ushirika wa kijeshi na kisiasa, ndio maana nimekutajia nchi ambazo ziko kule. China iko, Korea Kaskazini iko, Armenia iko, Pakistan iko, Azerbaijan wako, umeona wote wako pale. Ni kwa sababu ya hivyo. Sasa miongoni mwa hayo mataifa Ibrahim Traore naye yuko, ambayo ni Burkina Faso, na yenyewe imealikwa kwa sababu hizi taarifa alizitoa waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov. Alisema kuwa tumemwalika Ibrahim Traore na amethibitisha kuwepo. Hii ni tofauti na upande wa Marekani. Wakati Donald Trump anaapishwa, Afrika alitoa mwaliko kwa kiongozi mmoja tu ambaye ni Captain Ibrahim Traore. Tukaona labda ni kwa sababu ya utendaji kazi wake, kumbe Traore alikuwa anajua hii ni mitego. Ndio maana Traore hakutaka kwenda. Akasema mimi siendi kwa sababu ya sababu za kiusalama na mambo kadha wa kadha, lakini kumbe Traore alikuwa anajua ni nini ambacho kinakuja kutokea. Hii ni baada ya kuwa tamko la General Michael Langley wanaosema kuwa tunatakiwa tumkamate Ibrahim Traore kwa sababu anatumia dhahabu kujinufaisha. Uongo, hatumii dhahabu kujinufaisha, ila kinachowatishia ni ushirikiano kati ya Urusi na Burkina Faso, kwa sababu Marekani wanaijua Urusi kuwa ndio inayofanya mataifa yawe huru. Kumbuka, China isingekuwa pale kama asingekuwa ni Urusi. Korea Kaskazini isingekuwa pale kama asingekuwa ni Urusi. Na mataifa baadhi ambayo yenyewe yako huru kutokana na minyororo ya watu wa magharibi. Kwa hiyo na hii wanayoiona tena ndani ya Burkina Faso, hii inawashtua. Ndio maana unaona hasa wakawa wanapinga ushirikiano kati ya taifa la Burkina Faso pamoja na Urusi. Ndio maana unamsikia huyo general anasema tunatakiwa tumkamate Traore kwa sababu wanatumia rasilimali vibaya za Burkina Faso kwa ajili ya kuwanufaisha watu, anatumia kwa ajili ya kujilinda. Lakini maandamano, watu walioandamana duniani kote, nafikiri yamewapa ujumbe. Na huyu bwana tena kakaribishwa Ivory Coast, taifa jirani kabisa pale na Burkina Faso. Ivory Coast ambako ndiko kumekuwa kunapangwa mipango mibaya kwa ajili ya kumpindua Traore. Ndio maana tunasema Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Burkina Faso, Mungu mlinde Ibrahim Traore, na mlinde pia na Vladimir Putin ambaye anatuamsha pamoja na washirika wengine hao. Kwa nikaona niwaletee hii habari wanaokuwa Mwafrika, na tutaendelea hapa. Kaa karibu na channel hii ya Ukuu wa Mwafrika kwa sababu tutaendelea kukupa updates ya kinachoendelea. Sasa mwamba ameshaondoka Burkina Faso, ameshatua ndani ya Moscow tayari. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tunawashukuru.